Oh yeah, back again kupitia YouTube channel yako ya Plant Media. Kila siku, kila saa, kila sema au kila siku tunaendelea kupa updates mbalimbali. Cha msingi ni kusubscribe na gonga kengele, alafu kila kitu kinakuwa under control. So kupitia mitandao ya kijamii, moja video ambayo imesambaa zaidi ni video ya msanii Diamond Platnumz maarufu kupitia Bongo Tanzania, akiwa anaonyesha akiwa nyumbani kwake kama anachukua nguo zake fulani kabla hajaondoka. Msanii Diamond Platnumz ambaye tunafahamu kabisa moja tatizo ambalo limemkumba ni kukaa quarantine kwa siku 14. Hii ni baada ya kutoka barani Ulaya kwenye zile show zake ambazo alikuwa anazifanya zinazofahamika kama European Tour, na mwisho siku kurudi Bongo Tanzania. Lakini tufahamu miongoni ya list ya watu ambao waliondoka na msanii Diamond Platnumz kwenye show European Tour ilikuwa ni Salama Ski ambaye ni meneja wake, na mwisho siku Salam ni miongoni wa watu pia waliokutwa na tatizo hilo la coronavirus. Kwa sofa ilimbidi msanii huyu mkubwa zaidi kutoka hapa Tanzania ya pia kuingia quarantine kwa siku 14 na timu yake nzima ambayo iliondoka barani Ulaya ili mwisho siku kuepusha tu kuendelea kusambaza tatizo hilo la coronavirus. Sofa tukiachana kabisa na issue ya corona, unaambia mtu mwingine ambaye ameendelea kutrend ama mtu ambaye ameendelea kuisababisha Bongo Tanzania kuchangamka zaidi kwenye game la mitandao ya kijamii ni msanii Diamond Platnumz. Hii inawezekana ni kawaida yake ama ni mtu ambaye mara nyingi sana anakuwa akipendi kupoteza nafasi kabisa. Kupitia video fupi tu ambayo Diamond Platnumz imekuwa ikiendelea kuonekana kupitia mitandao ya kijamii. Hii ni video ambayo Diamond alijirekodi kabla hajaondoka nyumbani kwake na kuelekea sehemu maalum kabisa ambayo inafahamika kama quarantine, ambapo angeweza kukaa kwa masaa fulani ama angeweza kukaa kwa muda fulani, lakini takriban siku 14 ambazo msanii huyu Diamond Platnumz atakaa na timu yake nzima ambayo ilitokea barani Ulaya. Kwa hiyo Diamond Platnumz kwenye video hiyo alionekana kama akiwa anaongea na mama yake mzazi, hapa anafahamisha kama boss Mama Dangote akiwa na mwaga. Kwenye simu Diamond alikuwa anaongea na mama yake na kuonekana kama alikuwa ni mtu ambaye anamtoa alert kwamba ilibidi aondoke kwa siku 14 na kuelekea huko kwenye quarantine. Hiyo ni sema hapa Bongo Tanzania, ikiwa ni moja sababu ya kuweza kuepusha kabisa maambukizi ya coronavirus. Lakini ukiwa makini sana video hii ambayo imeendelea kutufanya watu wengi sana kuchangamka kupitia video hiyo ni kwamba Diamond Platnumz alikuwa anaonekana kama kuchagua hivi, na mwisho siku kama ulikuwa hujaangalia video vizuri sana unaweza kushtuka na kusema huenda kama Diamond alipitia dukani na masela wengi sana kuanza kuogopa huenda kawa Diamond pia alianza kusambaza ugonjwa huo madukani. Unaambia closet ambao unaiona hapo Diamond Platnumz, hii inapatikana nyumbani kwake. Yaani ni kama mzee baba ameamua kuhamisha duka kabisa na kulileta nyumbani kwake. Hii limekuwa ni kama duka ambalo lina nguo zake zote, nazungumzia swali, mashati, t-shirt mbalimbali, kofia, lakini vile vile unaona kuna vitu kama rubbers na viatu mbalimbali ambavyo Diamond amekuwa akivionyesha. Mara nyingi sana hivi vitu tumekuwa tukizoea kuviona kwa mbele, yani kuzungumzia kina Kim Kardashian, imekuwa ni mambo ambayo yamekuwa ni ya kawaida zaidi. Lakini msanii Diamond Platnumz huenda akawa ni miongoni mwa wasanii ambao amekuwa kivaa sana, ama msanii ambao amekuwa na nguo nyingi zaidi kulinganisha mastaa wote wa kike na wa kiume kutokea hapa Bongo Tanzania, kwa sababu hii ni challenge ambayo hatujawahi kuiona kabisa kwa wasanii mbalimbali kupitia Bongo Tanzania. Unless Diamond Platnumz ambaye ameonekana kuwa ni mkali zaidi wa fashion ama mkali zaidi kuonesha mapigo mbalimbali, ama ni mtu ambaye anakuwa anatumia pesa yake kwa ufasaha kabisa, kwa sababu nguo ambazo alizionyesha zimekuwa ni nguo ambazo huenda ikawa ni nguo ambazo Tanzania nzima zinaweza zikaipata. Anazungumzia bonge moja la closet ambalo inaonekana kupokea nguo nyingi zaidi ndani ya nyumba yake hiyo ya msanii mkubwa zaidi kutokea Bongo Tanzania. Video hii imeleta mtafaruku mkubwa sana, wengine wakiamini kwamba huenda Diamond akawa ni yule mtu ambaye akataka kama kuwavimbia mabisho, yani kuonesha mimi ni miongoni mwa watu ambao naweza nikaa bisho alafu nina pesa mingi sana. Hii ni issue ambayo naweza nikisema Diamond anapenda sana kuvaa. Ukizingatia kwenye ngoma zake mbalimbali unazosipingane kabisa na mimi. Ni mtu ambaye anapenda sana kwenda na fashion, ni mtu ambaye vile anapenda kupendeza. Kwa kuwa na nguo nyingi sana kwake inaonekana issue ambayo imekuwa ni ya kawaida kinoma sana. So ameonekana kama kuwavimbia kidesign fulani kuonesha kwamba amekuwa na mali nyingi sana, kama vile likija kwenye swala zima la nguo basi tusije tukamchanganya kabisa. Hii mwisho siku watu wakaanza kuonekana kama kuitumia kama vile ambavyo watu walikuwa wanazania Diamond akiwa anarudia nguo labda hana nguo. So kidesign fulani imeonekana pia Diamond ameamua kama kutujibu hivi, yani wale watu ambao walikuwa wanaamini kwamba Diamond anarudia nguo kwa sababu hana nguo. So yameonyesha bwana, ikitokea kama ni kurudia nguo, ikitokea kama mumeona amevaa nguo ambayo tayari ishavalika, huenda ikawa ni nguo ambayo tayari haijawahi kabisa kuvalika, kama ni nguo ambayo ipo lakini mwisho
siku amekuwa ni mtu ambaye ana manguo mengi sana kupitia nyumbani kwake. Ukizingatia hii challenge inaweza ikawa ni challenge ambayo kidogo inafanana na Juma Jux kutokea Bongo Tanzania. Tunafahamu kabisa Juma Jux pia ni miongoni mwa mastaa wakubwa zaidi kutokea Tanzania ambao wamekuwa pia wakionekana wanapenda sana kuvaa, lakini vile ukija kuna swala zima la kabati, Juma pia anaonekana ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa na nguo mingi sana kwenye makabati yao. Lakini Diamond imekuwa ni tofauti zaidi baada ya kuonekana ni kama store nzima duka limehamishiwa nyumbani kwake. Yani imekuwa ni issue ambayo labda Diamond Platnumz anakuwa ni mtu ambaye anafanya shopping kwa mwaka mmoja tu, yani mtu ambaye akishamaliza kufanya shopping huenda ni mtu ambaye anakaa kabisa, kwa sababu list ya nguo zile huenda unaweza kuchukua muda mrefu sana kuzihesabu. So video hii inaendelea kumwonyesha Diamond akiwa anapaki mizigo yake na mwisho siku akaondoka kuelekea kwenye quarantine ambapo atakaa siku 14 akiwa na timu yake nzima ya Wasafi ambayo ilitokea barani Ulaya. Baadaye kidogo Diamond Platnumz aliamua kupost video kupitia ukurasa wake wa Instagram. Hii ikiwa ni video ambayo inamuonyesha akiwa ndani tayari ya quarantine, yani baada ya kutoka kule kwake, baada ya kukusanya mazaga mbalimbali ambayo alitaka kuona akiwa anavaa kiwepo ndani ya quarantine kwa siku 14 na timu yake nzima ya Wasafi ambayo ilikuwepo barani Europe, ikionekana kabisa akiwa ndani kuna Mozzie Yobo, kuna Don Fumbwe, kuna Director Kenny. Hawa ni watu ambao wenda walikutana na Diamond hapa Bongo Tanzania ilipotoka barani Ulaya, kwa vile uende kama ni list ya watu ambao alikuwa nao barani Ulaya. So mwisho siku akaamua kujiepusha kidogo na kuwasome na kujitenga na watu ambao hawana coronavirus, ama ili mradi tu mwisho siku wasiweze kupata maambukizi ama wapi uchunguzi ili wasiweze kabisa kusambaza tatizo hilo la coronavirus. Kupitia hii video pia mashambulizi yakaendelea, naweza kusema madoido ya msanii Diamond Platnumz yakaendelea kuchukua nafasi kubwa sana. Video hiyo pia nikana inaonyesha Diamond Platnumz akiwa timu yake nzima, alafu kidesign fulani inaweza ikawa ni full contained service, yani sehemu ambayo imekuwa na kila kitu. Ni quarantine ambayo ni kama hotel hivi, bado haijafahamika ni sehemu gani, lakini mwisho siku kwenye quarantine hii kumekuwa na watu wengi sana, ikiwemo timu yake nzima ambayo kama nilivyokutajia awali WCB ambayo iliondoka naye na kwenda naye barani Ulaya. Lakini kwenye quarantine hii ukiwa makini sana kuangalia video hii, kumeonekana kama ni watu ambao wamekuwa kifurahisho zaidi, kwa sababu kila kitu kinaendelea kuonekana kuwepo. Ukizungumzia chakula kimejaa, chakula kimekuwa kizuri, mavazi yamejaa. So ni design fulani bado madoido ya msanii Diamond Platnumz yakaendelea kuwa ni makubwa zaidi, ni kuonyesha kwamba haijalishi kumekuwa na coronavirus, haijalishi kwamba nimetiwa ndani ya quarantine kwa siku 14, lakini bado lifestyle imeendelea kuwa poa zaidi kuliko hata wale watu ambao wamekuwa wakiishi nje, ambao hata mwisho siku hawajihisi kabisa kuwa na tatizo hilo la coronavirus. Kwa hiyo hii nayo kani moja ya video ambayo inaendelea kuonyesha kama challenge ya maisha ya msanii Diamond Platnumz. Wengine kushtuka huenda ikawa Diamond anachukua nafasi kubwa sana ya kutaka kuongelea kupitia mitandao ya kijamii. And so far hii imekuwa ni kweli kabisa. Sasa hivi tukizungumzia Bongo basi tunafahamu hii video imeendelea kusambaa sana, kwanza ile video ambayo alikuwa nyumbani kwake akitoa nguo, video ambayo alimuonyesha akiwa ndani ya quarantine na washikaji zake, video ambazo zinamuonyesha maisha yake mazima akiwa ndani ya quarantine. So wengine wakasema kwamba wakatoa tu mazungumzo kuona kwamba huyu Diamond angefanya kama reality show fulani, kwa sababu sasa hivi tunaona kabisa maisha nyingi sana zimesimamishwa, ikiwemo show za wasanii hawaonekani sehemu mbalimbali. So wadau wakaona kama huyu Diamond akitumia kama reality show fulani hivi ambayo atakuwa anaonyesha maisha yake reality kabisa ndani ya quarantine baada ya janga hili la corona kuingia Bongo Tanzania. Ikawa kama ni suggestion ya washikaji mbalimbali kupitia ukurasa wake Instagram. So huyu Diamond Platnumz anaweza kapita ni nzima kama hii ama nini ambacho kinatokea, lakini tunachoamini kwamba watu wengi sana wanatamani kuwa kumuona Diamond kila siku, wakimsikia msanii huyu kila siku, sababu sasa hivi tutamsikia tena kwenye ngoma, kwenye interviews. Sometimes nafahamu context zimekuwa ni issue ambayo imekuwa ikikataliwa sana Bongo Tanzania na sehemu mbalimbali kwa hofia tu swala zima la coronavirus. So mwisho siku huenda kitu tile reality show kupitia maisha yake ndani ya quarantine inawezekana ni issue ambayo ikampa promo kubwa sana kusikika ndani ya matatizo ile majanga ile ambayo Tanzania imelikumba la coronavirus. Wengine wakasema Diamond ameendelea kufanya hii baada ya kujirekodi la video yake ambayo inaonekana kama akiwa anachagua nguo ndani ya nyumba yake. Ni kama inawezekana kama ni bishano ambalo Diamond amelitoa, ama ni dongo ambalo limekuwa la chini ambalo amelituma kwa wasanii mbalimbali ambao wanakuwa wanataka kujifananisha. Hapa nikizungumzia moja kwa moja Konde Boy ama Harmonize ambaye pia tunafahamu ni miongoni mwa wasanii ambao wamekuwa kitumika sana kulinganishwa na msanii Diamond Platnumz. So Diamond ameendelea kukiri kwamba yeye anaweza kuwa the father of the father, ambaye kila siku amekuwa kimiliki vitu vingi sana. Kutoka Tanzania haijawahi kuonekana msanii ambaye alishawahi kuweka wazi kabisa kuonyesha sehemu ya nyumba yake ama ndani ya nyumba yake ambayo kana miliki kama duka kabisa ndani ya nyumba yake. So wende ikani kwa mara ya kwanza kabisa kwa msanii Diamond Platnumz. Kama challenge itakuwa imekubalika, basi tunatamani zaidi kuendelea kuona wasanii mbalimbali wakionyesha swala zima kama hili. So wende ikawa Diamond anaonyesha watu mbalimbali kwa vimbia, kina Harmonize, kina Rayvanny, kina Alikiba, watu mbalimbali ambao wenda wakawa wanafananishwa sana kifedha na kuonyesha kwamba mimi ni mtu ambaye naweza nikamiliki vitu vingi sana, ama ni mtu ambaye niko
tofauti zaidi, ikiwa ni mmoja wa wasanii ambao amekuwa ni wakali sana Bongo Tanzania. Ni mtu ambaye amekuwa akienda sana na fashion, ni mtu ambaye amekuwa kivaa zaidi, na mtu ambaye pia amekuwa na mkwanja mrefu sana kutokea hapa Bongo Tanzania. So madoida haya inawezekana kibongo bongo tukaa tumezoea zaidi, kwa sababu mara nyingi sana Diamond amekuwa ni mtu ambaye anapenda sana kuonyesha vitu ambavyo amekuwa kivimiliki, ikiwemo zile saa ambazo zilikuwa zinaonekana za Diamond, zile saa ambazo zilikuwa zinaonekana zenye pesa mingi sana. So ni issue ambayo imekuwa ya kawaida sana kutokea kwa msanii huyu, lakini imekuwa ni issue ambayo imetrend sana na kuonekana kukamata watu wengi sana kutamani kujua ni kweli Diamond Platnumz pale ni nyumbani kwake ama nini ambacho kimekuwa kinaendelea, na kama ni nyumbani kwake basi ni kwa mara ngapi kwa mwezi ama mara ngapi kwa mwaka amekuwa akiendelea kufanya shopping ya nguo, maana nguo zimeonekana kuzagaa kwa nyingi sana kuliko vile ambavyo watu walikuwa wanazania. So for more dark na kila kitu na updates mbalimbali, we stick hapa kupitia YouTube channel yako Planta Media, ukiwa na mimi your girl Tupe, ambaye kila siku naendelea kupa updates mbalimbali kala ambazo zimeendelea kutrend zaidi. So cha msingi ni kusubscribe na gonga kengele kupitia YouTube channel yako.